ndoto, unapaswa kufahamu kwamba ndoto ni uhalisia wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa muota ndoto. Ndoto ni uhalisia wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa mtu anayeota ndoto. Kila unapoota ndoto, hiyo ni tafsiri au ni taarifa inayokuonyesha mambo yanayoendelea katika ulimwengu wako wa kiroho. Basi ikiwa ndoto ni uhalisia wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wangu wa kiroho, basi ndoto sio jambo la kupuuza. Na katika maisha haya ya wanadamu chini ya jua, karibu kila mtu huota ndoto. Yaani kila mtu, uwe umeokoka, uwe hujaokoka, hutakwepa kuota ndoto. Otherwise umefungwa na mapepo. Ule mlango wako wa taarifa kupitia ndoto ukifungwa na mashetani, hutakuwa na uwezo wa kukumbuka chochote unachoota baada ya usingizi wako usiku. Kuna watu wengi nimesha kukutana na kesi kama hizo. Anasema mimi huwa sioti au mimi huwa sikumbuki kabisa ndoto yoyote baada ya kuamka. Hapo unapaswa kufahamu tayari huo mlango wa taarifa kupitia ndoto umefungwa na mapepo, umefungwa na mashetani, kwa sababu mashetani wanafahamu ukikumbuka na ukachukulia hatua ndoto uliyoiota, utaokoka na hatari kupitia ile ndoto, au utazifikia baraka ambazo zilikuijia kupitia taarifa ya ndoto. Kama unanielewa sema amen. Amen. Sasa lazima tufahamu kwamba karibu kila mtu duniani huota ndoto. Na katika makundi haya watu wanaoota ndoto, wapo wanaoota ndoto nzuri na wapo wanaoota ndoto mbaya. Hii ni wazi kwamba kama karibu kila siku mtu anaota ndoto, hii ni tafsiri kwamba ndoto zinaathiri. Yaani kama kila siku unaota, na ndoto ni uhalisia wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wako wa roho, hiyo ni wazi kwamba ndoto kuna namna zinaathiri mwenendo wako wa maisha kila siku. Na ikiwa watu wanaota ndoto nzuri ama ndoto mbaya, hii ni tafsiri kwamba watu wanaathiriwa na ndoto kila siku kwa namna nzuri au kwa namna mbaya. Na unapaswa kufahamu kwamba kama ndoto inaonyesha uhalisia wa ulimwengu wako wa roho, unatakiwa kuelewa kwamba ulimwengu wa kiroho